Hii football video support kwetu sisi imekuja kama tiba. Mimi nasema football video support ni drip ya ukiangalia timu ya Singida unaweza ukasema kuna yule mchezaji ambaye ameonyesha kiwango cha hali ya juu. Kwako wewe ni yupi? Wana wachezaji wazuri wengi tu, wana wachezaji wazuri wakina Hani Kofi wanacheza vizuri. Nimemwona yule nani kama Kamerun, jina lake Kamerun, yule anacheza vizuri. Wana wachezaji wanacheza vizuri, lakini kucheza kama timu, mimi nazungumzia uchezaji wa nidhamu kama timu. Kucheza kama timu, uruhusu nafasi kwa wasi. Kucheza kama timu, nacheza kwa mpambano kwa kiwango. Hawa waoni wakicheza kama timu kuipigania timu. Hilo ndio tatizo lao. Nimekwambia lile goli ni goli la makosa ya Simba tu. Lakini Simba wasinge expose yale magoli, tungekuwa chochote kutoka kwao. Kwa sababu tangu mechi imeanza ilikuwa ni total dominance ya Simba. Simba wametawala mchezo kwa kiwango kikubwa tu. Umeuangalia uwanja kwa kiasi kikubwa, uwanja wa Airtel pale. Unadhani ule uwanja utakapoisha au utakapokamilika, kipi kiongezeke kabla kukamilika, na utapokamilika unadhani utakuwa katika hali ya aina gani kwa viwanja vilivyokuwepo hapa nchini? Kwanza ukikamilika ukiwanja ndio tutapata vitu vinavyohitajika. Sasa hivi usikushauri mpaka ukamilike. Sababu kipi kiongezeke, ukamilifu wa uwanja ndio sahihi, kwa sababu utapata viti, utapata facilities zote za kiwanjani. Sasa unahitajika kiwanjani. Kwa ukamilifu wa uwanja. Kubwa tu tuombe waendelee kupambana wakamilisha. Leo kwa mara ya kwanza tumeshuhudia mechi usiku. Ni kongole kwa Singida kuendelea kuboresha viwanja vya mikoani. Tunaangalia mechi usiku. Sio kitu kidogo. Kwa pongezi kwa management ya Singida kutengeneza uwanja wa mkoani, tunaangalia mechi usiku nchi. Ni hatua kubwa katika mpira na hatua pia kubwa kwenye jamii ya watu wa Singida. Lakini kwa sasa hivi lazima tuwaombee waendelee kufanya, kwa sababu kama wanaweza kufanya mechi zikatazama usiku pale, sitoshangaa wala sitoona ajabu, kwa sababu kwa wale uthubutu wa kujenga ule uwanja sio kitu kidogo. Waliofanya zile jitihada wanaweza kadharauliwa leo, watakumbua na vizazi kesho. Kwa kawaida ukifanya jambo kwa watu wakiliona walishangaa, wanakuja kushukuru watu baadaye. Kwa kweli wanachokifanya ni uwekezaji mkubwa. Mechi imetazamika usiku. Nadhani pia uwekezaji una gharama. Bahati mbaya katika nchi yetu bado mpira sio biashara sana kwa makampuni na taasisi. Lakini sio biashara tu, hata viongozi wa mpira wameshindwa kufanya mpira biashara. Wameshindwa kugeuza mpira biashara kwa sababu hawana ubunifu wa kibiashara. Ndio maana sisi tunaona timu inaweza kusustain timu ya kiwanda, tunataka timu imilikiwe na mji, serikali itoe hela. Ndio mpira wetu ulikokuwa huko. Kwa nini? Bado zile akili za mpira wa kibiashara ni ndogo. Lakini Singida tuwashukuru Airtel Stadium, maana wamewekeza pale. Tafuta wawekezaji wamewekeza, wanafanya biashara. Na wamefanya kitu ambacho hata vilabu vingine vimeshindwa. Kwa hiyo uwekezaji unaofanyika Singida ni kuomba uendelee. Ndio sehemu ya chachu ya maendeleo ya mpira. Na management yao maana ni watu wenye akili za kibiashara zaidi. Lakini akili za kibiashara hizo zinaenda sambamba na performance. Wakati mwingine football inabebwa zaidi na performance kuliko Simba na Yanga kinachobeba makombe tu, lakini maendeleo tunaona wote hadithi. Kila siku kesho. Mwekezaji tunaongea naye kibali akija kamilika, lakini wakitangaza kama mambo yako tayari. Sasa uongo nao wapunguze. Waongo sana viongozi wao. Japo dhamira zao za wazi, lakini zimejaa sana nadharia. Maendeleo ya vilabu vya Simba na Yanga yamejaa nadharia. Unahitaji kusema Simba na Yanga inabidi waige kwa Singida? Bila shaka wanala kuiga. Wao wamejaa nadharia. Wana proposal wote viongozi wa Simba na Yanga. Mikutano yao mingi imejaa proposal. Ni watu wa proposal. Mapendekezo tu ya miradi ndio yamejaa, tuna hiki, tuna kile, tumefanya hivyo ili watu tu wakae wapate taarifa. Si kwamba hawana dhamira nzuri, lakini wamejaa wana proposal. Singida sio watu wa proposal, ni watu wa utendaji. Kwa Simba na Yanga wajifunze kwa Singida, sio kutumia proposal. Singida sio watu wa proposal. Ni watu wa project. Ile uwanja leo tumeshuhudia mechi ya kwanza kwa mara ya kwanza. Mechi ya kwanza usiku ndio hii leo. Kuna kitu kikubwa amekifanya pale. Tukembeba mtu hakuna. Lakini katika ujio huu wa teknolojia mpya ya usaidizi wa ukaguzi, unadhani mashabiki wa timu zote mbili waichukulieje? Kwanza sheria ya muliko kwa mashabiki. Sheria za mpira ziko 17 tu. Ile ni penalty. Kwa hiyo shabiki arudi kwenye sheria. Sio tufuate maoni. Mpira wa muliko maoni kwamba timu mtandaoni watasemaje. Ni penalty. Sasa unafanyaje? Mtu kasukuma kwenye box, afanyaje? Refa asiamue kwa sababu mashabiki wataongea mtandaoni. Ni penalty. Tuheshimu kwamba sheria na FVS football video support ambayo imekuja kuwekeza nguvu, heshimiwe. Ni sheria. Football ni sheria. Wala sio maoni.
Maoni yanabaki na ushabiki. Sio, lakini sheria ndio imeamulia. Na yuko mwamuzi pale kwa ajili ya kutafsiri sheria. Yuko mwamuzi pale kwa ajili ya kuridhisha mtu kwa maoni au nani nitamkwaza. Kwa hiyo mimi nadhani tuheshimu hizo sheria zilizopo. Na inaumiza kwa sababu unaamuliwa kwa sheria. Goli sheria, offside itakaliwa kwa sheria. Kadi nyekundu ile imetolewa kwa sheria. Mwanzo iliachwa alivurudi kwa sheria imetokea. Kwa hiyo hii football video support kwetu sisi imekuja kama tiba. Mimi nasema football video support ni drip ya maji tena ya glucose kwa mgonjwa wa kipindupindu. Inamsaidia kunyanyuka kitandani. Na tumeanza kunyanyuka kitandani. Tumeletewa drip ya maji kwa mgonjwa wa kipindupindu. Inatunyanyua kitandani. Football video support. Hakuna tena kulaumu mwamuzi. Akireview tu labda asiende kureview. Asipo review tutalaumu kwamba mbona hakwenda, lakini akireview haidanganyi. Na tumeanza kuona kwa mara ya kwanza mechi zinachezwa kama mtu anarudi nyumbani kakunguta suruali yake, kama kakunguta dera yake kakubali kwamba maamuzi yamefanyika sahihi kwa sababu ya teknolojia ambayo inatubeba sasa. Kwa hivyo ni kitu ambacho tukishukuru kimekuja wakati sahihi kuepusha makosa ambayo mara zote yalikuwa yanaweza tukashindwa kuyaexpose kwa sababu wakati mwingine yalikuwa hayawezi kubainika nje ya uwezo wa mwamuzi. Akifeli mwamuzi mwenyewe mnabaki kulaumu kwa sababu mtaangalia maredio kwenye kamera za TV. Mpaka hivi sasa Simba kacheza game kadhaa. Unadhani timu pinzani, mahasimu wao, watani watasoma nini kwa Simba? Na unadhani watasoma nini ili kukuza kwao na kuboresha zaidi? Bado hizo game zinaendelea. Kila mechi unajua kila game ina approach yake. Kwa hivyo ukiweza kusoma na Simba, wana game na Simba, wataendelea kusoma mechi zao wanaocheza nao. Na maanisha hivi, wanaangalia game zinazoendelea za Simba. Unajua ukishamwangalia hasimu wako unaanza kujua nini nifanye kwa sasa hivi. Kwa timu zote bado wana mechi sasa hivi. Ni swali ambalo ukiniuliza Azifu kama wana game kesho. Lakini sio kesho tu. Sasa utaangalia nini? Kila siku timu zinabadilika na ligi inaendelea. Kwa timu zinaimarika unajua kwenye mashindano. Wanasema competition calendar improve team. Kwa timu zinaimarika kushindana mashindano. Kwa hiyo unamkabili kadiri unavyokuwa mshindani wako. Ni rahisi ningesema labda wana mechi yao ni kitu gani cha kuconsider, ningeweza kusema labda kitu gani kiangalia. Lakini kwa sasa hivi kila mtu ana mechi zake, wanakutana mwezi wa 10 sijui. Kila mtu ana mechi zake. Kwa hiyo ni ngumu kusema huyu na huyu anakutanaje, inakuwa ngumu. Lakini kwa kweli kila mtu aendelee kujishanga karata zake na kuimarisha timu yake kwa ubora. Tangu ligi imeanza mpaka sasa unaona Simba imeimarika sehemu gani? Bado wamekuwa na timu nzuri lakini wana shida kwenye safu ya ushambuliaji. Kuimarika na wanacheza kama timu. Cheza kama timu vizuri tangu msimu uliopita. Lakini bado changamoto ya Simba ni msimu ule kuna safu ya ushambuliaji. Zinatengeneza nafasi nyingi zinatumika chache. Umbo la ushambuliaji halilazimishi nafasi nyingi kuzitumia kwa sababu wanalazimika kutumia nafasi ni hawa wanaotengeneza nafasi. Haina maana kuna wachezaji wa kutengenezewa tu, lakini unapokuwa na mchezaji ambaye maalum wakati mwingine anawapa kitu kinaitwa NA, wanasema ni numerical advantage. Kwa hiyo sababu ya Simba wanaiona namna ya kutumia nafasi pia wanazotengeneza. Wanatengeneza nafasi nyingi wanatumia chache. Unadhani Simba ikimhitaji mchezaji kama nani katika safu ya ushambuliaji na umaliziaji? Wanahitaji kupata mshambuliaji bora. Kama bora. Mshambuliaji bora anaweza kawa yote bora, sio mzuri, bora. Kwa hiyo walete mshambuliaji bora. Washambuliaji wazuri hapo tunajua mshambuliaji bora ambaye anaweza kuwa na kuendelea kila touch, yani uhakika kufunga magoli magumu na mepesi.